Msikilizaji unayenisikiliza na mtazamaji unayenitazama katika vyombo vya habari, mimi naitwa Mchungaji Shujaa, ni mchungaji wa Kanisa la Ukweli Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kukuita katika mwaliko wa kongamano kubwa la siku mbili. Kumbuka kongamano hilo litafanyika Jumamosi hii na Jumapili hii. Jumamosi ni saa 9 mpaka saa 12 na Jumapili saa 3 mpaka saa 7 mchana. Narudia tena, Jumamosi saa 9 mpaka saa 12 na Jumapili saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Jinsi ya kuja katika kongamano hilo: njoo Mbeya, shuka Kabwe. Pale Kabwe panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia Kanisa la Ukweli Tanzania. Njoo Mbeya, shuka Kabwe. Pale Kabwe panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia Kanisa la Ukweli Tanzania. Hilo kongamano limebeba ujumbe mzuri sana. Tutakuwa na siku mbili za kupokea, yani siku mbili za kupewa, yani siku mbili za kuwapa watu vitu. Narudia, ni siku mbili za kupokea, yani siku mbili za kupewa, yani siku mbili za kuwapa watu vitu. Nisikilize, Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 6 na ule mstari wa 38. Luka 6:38. Biblia inasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Lakini pointi yangu ni hii, Biblia inasema wapeni watu vitu. Mwanamke unayenisikiliza na mwanaume unayenisikiliza, wewe ambaye unapitia maisha magumu ya chakula, Jumamosi hii na Jumapili hii ni kongamano la siku mbili. Siku mbili za kupewa, siku mbili za kupokea, siku mbili za kuwapa watu vitu. Nimeandaa zawadi za watu 500. Nimeandaa chakula cha watu 500. Nimeandaa sukari za watu 500. Nimeandaa mchele wa watu 500. Nimeandaa sabuni za watu 500. Nimeandaa zawadi za watu 500, chakula cha watu 500. Nisikilize, kama inawezekana kwenye maisha yako na hali ngumu, hata mchana unapita bila kula chakula, hauna laa. Watu wengine usiku mnalala bila kula chakula, hauna laa. Maisha ni magumu, chakula ni tatizo. Maisha ni magumu, chakula ni shida. Nisikilize, utakapokuja katika siku mbili hizi za kongamano la kupokea, utapewa sukari bure, utapewa mchele bure, utapewa sabuni bure. Ni kongamano la kupokea. Biblia inasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Wapeni watu vitu. Nisikilize, nataka Mungu anibariki, nataka Mungu anifanikishe, nataka Mungu aniinue. Ndio maana nimeandaa mchele wa kutosha, watu 500. Nimeandaa sukari za kutosha, watu 500. Nimeandaa sabuni za kutosha, watu 500. Unatembea barabarani, unamkuta mtu nguo ni chafu, unamuuliza kwa nini nguo ni chafu, na wakati sabuni zimejaa dukani. Anasema sina uwezo wa kununua, na kuiba siwezi kuiba. Unaona mtu anapiga miayo, analala bila kula, unamwambia kwa nini unalala bila kula? Anasema sina uwezo wa kununua mchele, sina uwezo wa kununua unga. Anasema hali yake ni mbaya, analala bila kula, anakonda, mashavi yanaingia ndani. Mungu amenipa ufunuo wa kuandaa siku mbili za kuwapa watu vitu. Tunajifunza kwa serikali yetu, tunajifunza kwa Yesu wetu. Wakati fulani serikali ya Tanzania wakati fulani huwa inawapa watu msaada wa mbolea, wakati fulani inawapa watu msaada wa mbegu za mahindi. Na mimi Mchungaji Shujaa nimeamua kuwapa watu chakula, nimeamua kuwapa watu chakula. Ni Jumamosi hii na Jumapili hii. Njoo uchukue sukari, unywe chai pamoja na watoto wako. Njoo uchukue mchele, uweze kula wali pamoja na watoto wako. Njoo uchukue sabuni, uweze kufua nguo za watoto wako. Ni kongamano la kusaidia watu. Pia maombezi yatakuwepo. Vipofu wataombewa, mabubu wataombewa, viziwi wataombewa, wenye kansa wataombewa, walemavu wataombewa. Moto unawaka. Ni Kanisa la Ukweli Tanzania. Naita watu 500 kutoka Dodoma, kutoka Mwanza,
kutoka Arusha, kutoka Kigoma, kutoka Tabora, kutoka mikoa yote ya Tanzania. Watu wa Mbalizi msikose, watu mnaotokea kwenye miji hii hapa Mbeya, watu wa Uyole msikose. Ni kongamano la siku mbili, Jumamosi na Jumapili. Ni Jumamosi hii na Jumapili hii. Njoo Mbeya, shuka Kabwe, pale Kabwe panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia Kanisa la Ukweli Tanzania. Nisikilize, kongamano hili litabeba waimbaji wengi. Tutakuwa na waimbaji wengi. Number 1, tutakuwepo na mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu Ruvanda. Ndoa si utumwa, ndoa si mateso, kuolewa si utumwa, ndoa si mateso, ndoa si utumwa, ndoa si mateso, kuolewa si utumwa, ndoa si mateso. Lakini pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu huyu anaitwa Mwanjisi. Ni wiki hii Mwanjisi tutakuwa naye, ni mtumishi wa Mungu huyu, Bwana amempaka mafuta, pia ni mchungaji. Sasa mtumishi wa Mungu Mwanjisi. Nipasue niache, nipuli meshaiva, kwa jina la Yesu, kinacha litaleta shida. Nipasue niache, Mungu ya babu zetu, inatesa maisha yetu. Tutakuwa naye, lakini pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Simoni Mwambenje ndani ya Kanisa la Ukweli Tanzania. Mimi Kigwege tata, mimi Kigwege Jehova, mimi Kigwege baba. Mimi Kigwege tata, mimi Kigwege Jehova, mimi Kigwege baba. Ulugano lwako tata, umyango lukurumba, umbele ulwemiko. Lakini pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Agrey Credo Maleselo. Ale wapewe kichapo wale maadui zangu, wape Yesu wangu, baba yangu, wape wape kibondo wale wachawi wote, wape na fimbo yako ya mbinguni baba, wape kichapo. Moto unawaka, itakuwa ni sikukuu. Watu watapewa vyakula, watu watapewa michere, watu watapewa sukari, watu watapewa vitu vya kutumia na familia yao. Unaporudi nyumbani umebeba mchere, unaporudi nyumbani umebeba sukari, utawaambia watoto wako, huu ni mchere nimepewa na mtumishi wa Mungu mchungaji Shujaa. Mtakula wali na familia, mtakunywa chai na familia, lakini utasema huyu ni mchungaji Shujaa, ametufanya tule mchana huu. Ni mchungaji Shujaa, ametufanya tunywe chai asubuhi hii. Huyu ni mchungaji Shujaa, ametusurprise. Tunafurahia katika familia, tunakula chakula namna hii. Ni baraka za mchungaji Shujaa. Nisikilize, usipange kukosa ndani ya Kanisa la Ukweli Tanzania. Narudia kukukumbusha, Biblia ni kitabu cha Luka sura ya 6 na ule mstari wa 38. Biblia inasema wapeni watu vitu. Nisikilize, nataka nikupatie zawadi ya sukari, zawadi ya mchere, zawadi ya sabuni Jumamosi hii. Lakini nikualike wewe ambaye unajiweza kiuchumi, unajiweza kimaisha, nikualike, nisikilize, njoo na watu 5 tuwasaidie. Wale ambao wana shida ya chakula, njoo nao tuwasaidie. Wale ambao wana shida ya sabuni, wana shida ya mchele, wana shida ya sukari, njoo na watu 5 au watu 3 au watu 2, njoo tuwasaidie. Nataka nisome comment hapo chini kwamba nitakuja na watu 3 uweze kuwasaidia kwa chakula. Nataka nione comment hapo chini kwamba nitakuja na watu 5 uweze kuwasaidia kwa mchere, uweze kuwasaidia kwa unga au wasaidie kwa sukari. Comment hapo chini, sema mchungaji nakuja. Nataka unisikilize wakati namaliza. Pale ulipo wakati namaliza, tunapatikana Mbeya. Jinsi ya kuja ndani ya Kanisa la Ukweli Tanzania, njoo Mbeya, shuka Kabwe, pale Kabwe panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia Kanisa la Ukweli Tanzania. Ni wiki hii Jumamosi saa 9 na Jumapili saa 3 asubuhi. Mungu akubariki, nikutakie maandalizi mema. Bye bye.